himiza kuundwa tume huru ya kuchunguza vurugu za Oktoba 29 yenye kujumuisha wataalamu wa ndani na nje. Lilikuwa ni moja ya azimio lao, lakini lazima watambue kama kuna mambo ya ziada ambayo tume ya Jaji Chande haijafanikiwa kuyapata na Chadema wanayajua, basi ninawashauri wapeleke ushahidi na maelezo zaidi katika vyombo vyetu vya uchunguzi ili kurahisisha mchakato huo. Na kama ni muendelezo wa kuamini kuna mataifa ya nje yenye mahaba makubwa zaidi na taifa letu, basi itakuwa wanahitaji zaidi elimu ya geopolitics imarishe kisiasa, kwa sababu mambo ya ndani lazima tuyajadili ndani, na ndani hatujashindwa kujadili mambo yetu ndani. Waliopanga, Mheshimiwa Rais alipopokea tume alisema na kwa sababu hii ni moja ya mambo ambayo tume swala toka nje wakakwamisha mchakato huu. Sasa mabadiliko ya katiba ambayo ni ya wananchi, sio ya vyama vya siasa. Jambo hadhara, sisi tunawapongeza. Mikutano ya hadhara waendelee nayo, waianze kwa haraka, watatukuta sisi tuko site na tutaendelea kujenga hoja na Watanzania wataamua nani ambayo wanaona anastahili zaidi. Na jambo lingine ni swala la bei ya mafuta waliozungumza, wakitaka iwekwe ruzuku ya 50%. Jambo hilo katika press iliyopita nilizungumza na kutolea ufafanuzi, na ninaamini wataalamu wa uchumi katika hili watashauri vizuri zaidi ili mambo yote yaweze kwenda kwa pamoja. Na jambo ambalo lipo ni kwamba nchi zote duniani bei za mafuta zimepanda. Hakuna nchi duniani ambayo bei ya mafuta haijapanda. Sasa serikali inaliangalia hili jambo kwa jicho kubwa kuona kwa namna gani inaendelea kukabiliana na haya mambo. Lakini jambo lingine ambalo napenda kuwaambia waandishi wa habari kwamba kuanzia wiki ijayo nitaanza ziara mkoa wa Mara. Ziara ya chama kwenda kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi, lakini kwenda kuwasikiliza wananchi wetu kama wana changamoto, wana mambo ya kukiambia chama chao, tutakwenda kuifanya kazi hiyo. Kwa hiyo kuanzia tarehe 12 nadhani mpaka 16 tunaweza tukawa tunaanza ziara katika. Jambo la mwisho ninalopenda kulisema, kwanza ni washukuru waandishi wa habari, lakini washukuru wa Tanzania kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kwa kuendelea kudumisha misingi ya amani, umoja na mshikamano ndani ya taifa letu. Na nizidi kusisitiza kwamba misingi hiyo tuendelee kuienzi, tuzidi kushikamana, kwa tunaona jamii watu wanatumia clips au video za matukio yaliyotokea Oktoba 29 kama mtaji wa kisiasa. Sasa hili jambo tunaelimishana mara zote kwamba hakuna mtoto wa mwanasiasa yoyote aliyepata madhara katika mavurugu ya Oktoba 29. Watu lakini walioshawishi wanadunda wapo, waliohamasisha wanatembea wapo, familia zao wamepeleka nje, watoto wao wako salama. Sasa tushirikiane wote humu ndani kulinda Tanzania yetu. Wengine wanapotuambia tuvurugane, wao wana sehemu za kukimbilia na kuishi bure. Sisi hapa ndio nyumbani kwetu, tuna wajibu wa kulinda nyumbani kwetu. Lakini tuzidi kushirikiana na serikali na kumuunga mkono Mheshimiwa Rais. Dhamira ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni njema. Dhamira yake ni kuona taifa linapiga hatua kubwa ya maendeleo likiwa na usalama wa kutosha. Na sisi kama chama tuhakikishie tuna mwenyekiti na rais ambaye ni imara, yuko vizuri, mchapa kazi, ambaye anatambua Watanzania wanahitaji nini. Hivyo sote kwa pamoja tushikamane katika kuhakikisha tunalinda taifa letu kwa mikono yetu wenyewe. Na jambo kubwa zaidi ni waombe dua kwa Mwenyezi Mungu awasaidie, awabariki na wazidishie, na tuwatakie heri katika majukumu yenu. Itoshe kusema asanteni
na tunawashukuru sana. Mungu awabariki.